Hi, back to you again. Thank you very much. Well, karibuni katika channel yetu hii ya Jifunze Kihispania, Kiitaliana na Kireno kwa Kiswahili na mwalimu wako Burhan. Kwanza leo tunaomba radhi kwa kusita muda mrefu bila kutoa kipindi ama darasa ama video zetu katika channel yetu kutokana na sababu zisizoepukika. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kama tumepata ufumbuzi na tumeweza kusolve tatizo letu. Kwa hiyo tumerudi tena katika channel yetu. Kuanzia leo tutakuwa tuna vipindi vyetu vya kawaida vya Kihispania, Italiano na Kireno kama kawaida. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu kama awali. Vile vile tunaomba habari hizi ziwafikie wadau wetu wengine ambao walikuwa wamesita kwa muda mrefu hata kuangalia vipindi vyetu kutokana tulikuwa hatupo on. Kwa hiyo vile vile msisahau ku-like, ku-share na kusubscribe kwa wale wapya. Sawa, tukiendelea na masomo yetu ya Kiitaliano na Kihispania na Kireno, leo tutakuwa na darasa letu la Portuguese ama Portuguese. Maana yake tumesema matamshi yako aina mbili, ya Portuguese Europeo ama Portuguese Portugal au Portuguese Brazil. Sasa hapa tunachukua herufi yetu R katika pronunciation ama pronuncia. Tulizungumza kuna alphabet na pronunciation ya matamshi ya kawaida. Kwa hiyo tuko katika pronunciation za kawaida ambazo herufi R katika alphabet kule tulisema ra, re, ri, ro, ru. Tulifupisha katika matamshi yetu ya alphabet. Kwa hiyo katika matamshi ya kawaida hapa tutasema kuna ra, R inatumika sehemu tatu ama inatoa sauti tatu. Unaweza kusema ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru au ha, he, hi, ho, hu au ra, re, ri, ro, ru. Yani ra, re, ri, ro, ru. Mfano katika English utaweza kupata neno hili hapa, mfano better. English ya American English utasikia better, better. Better au leader au getter. Getter zile kitu kama cha ra katika English, American English utapata better. Kwa hiyo neno better ile r inavutamka katika better. Kwa hiyo utapata ile ra, re, ri, ro, ru ya Portuguese. Okay, mfano hapa R iko mwanzo wa neno pana herufi ya vogal ama voileta. Kuna rua, roupa, riu, ratu, rezar, riu, rizada. Wanazungumza re, rua, roupa, riu. Mfano kama Rio de Janeiro wanasema Rio de Janeiro, Rio. Kwa hiyo wapo wanazungumza Rio, lakini wapo wengine wanasema wanazungumza rua. Wapo rua, ropa, rio, ratu, rezar, wapo hata ukienda mfano Angola, wako Mozambiki, wapo wengine wanazungumza Kireno cha Portugal, wengine wanafanya mishtura ama mix ya lafzi ya kwao, lakini wanazungumza Kireno, utasikia rua, rua, riu. Kwa hiyo hao wapo, hata wa Brazil vile vile wako wanatumia ara, wanatumia hai. Kwa hiyo hizi zote tujue, mtu akizungumza hu unajua ni ara hiyo, so hu, hu, ara u. Kwa hiyo matamshi nadhani tutaelewa zaidi. Mfano nyingine hapa double R. Double R inatoa herufi ya he. Ukizungumza mfano R, karu, kahu. Imeandikwa karu, double R, kahu, kahu. Kahosa, kahosa. Kuna ferro, ferro. Carinho, carinho. Sorriso, sorriso. Sorriso. Kuna carinho na carinho. Hii hapa R iko peke yake, iko kati, R moja inakuwa kama carinho. Unazungumza ra, re, ri, ro, ru au ukasema ra, ile ra, re, ri, ro, ru. Kwa ukisema carinho au carinho, carinho. Carinho. Yani ukazungumza ile ra ya kawaida au ra ile ya bera. Kwa ukasema carinho, carinho au carinho. Carinho au carinho. Carinho ni nyingine. Kwa hiyo hapa mfano hapa carinho, mfano kuna carinho, carinho, carinho. Kuna karu na karu na karu. Hii karu tunaweza kuzipa maana kidogo. Karu tunaweza kusema ni gari, kuna karu gari, kuna kahu, kahu gari, karu ni ghali. Karu ghali, kahu gari. Kwa hiyo okay. Double R nasema ru, kahu, carroça, ferro, carinho, sorriso. Hapa kuna carinho, carinho. Haya, vile vile R ikiwa kama mwanzo au mwisho wa neno inavyoleta nyuma na mbele inakuwa ra, re, ri, ro, ru au ile ra, re, ri, ro, ru katika bera. Inategemea na sehemu gani ama
wapi wanazungumza. Mfano cenoura, cenoura, cadeira, agora, capoeira. Kwa hiyo tutakwambia capoeira, agora, cadeira. Sawa, ra katika ile ra ya juu, ra re ri ro ro. Wengine tutakwambia ile ra ya bera, capoeira, capoeira, cadeira, senta na cadeira, kaa kwenye kiti, senta na cadeira, era cadeira, cenoura, agora, agora falo português, agora sasa hivi, agora. Kwa hiyo ra. Kwa hiyo mfano nyingine hapa, caro iko mwisho, caro. Kwa hiyo unasema, ukasema caro marido au barato, au unazungumza wengine itakuwa caro marido barato, unategemea wapi anazungumza barido. Haya, kuna ara nyingine ambayo ina consonant letter mbele. Kwa hiyo hii hapa wanatumia sana mfano he au ara, wanaweza kutumia hizi mbili, he au ara. Mfano ukasema porta, carta, arco, perto, marca, porta, wengine wakwambia porta, porta, carta, arco, perto, marca, estamos muito perto, tuko karibu, estamos muito perto, perto. Mfano katika hapo português, wengine eu falo português. Se você quer falar comigo, fala em português. Kama unataka kuzungumza na mimi, zungumza katika na Kireno au zungumza kwa Kireno, fala em português. Wa Brasilia wanazungumza he nyingi. Kwa hiyo itakuwa português, Kwa hiyo hapa porta, ukapata porta, carta, arco, perto, marca, kitu kama hicho hapo. Tujalie na nyingine hapa, mfano amor, amor, amor. Unaweza kuzungumza kama ara za kawaida ina tatu, unaweza kusema ra ere mwisho amor, au kasema amor, yani kama ile mo, yani good morning, ile ara yani kama ya kuitia s juu, unaweza kusema good morning, yani kama iko soft kidogo s yake, good morning. Mfano kusema amor, amo, savo, kala, fala. Vabu zao nyingi zinasikia ara, zinasikia ara mbele, hazina kitu. Kwa hiyo utasikia eu falo, quero falar, yani falar, falar hii ara kama meshi kama itia h fulani hivi, kwa hiyo falar. Kwa hiyo itakuwa falar, kalo, yani ile ara inapokuwa mwisho. Mtu akikwambia amor, sawa, utamfahamu. Akikwambia amor, yani kama utamka ile ara mbele, kama ile ya English amor or tare. Yani tuseme kama kwa huko Kiswahili tutapatia kama ile h ambayo ila silence, amor hiyo. Kwa hiyo ni zipo nyingine hizo zinawasikia ra. Mfano tunasema capoeira, au mtu atakwambia sexta feira nós vamos embora, hii hapa atakwambia sexta-feira nós vamos embora. Wengine era atakwambia kawaida sexta-feira nós vamos embora, sawa. Lakini wa Portugal wenyewe atakwambia sexta-feira nós vamos embora, yani ra ya bera, ra ya bera, sexta-feira nós vamos embora. Kwa hiyo Jumamosi tunaenda zetu. Kwa hiyo mtu anakuambia sexta-feira nós vamos embora. Kwa hiyo hizi utakuta feira, au vamos embora, lakini atakwambia embora ra. Kwa hiyo zile ra wanatumia sana wa Portugal, wana lugha yao wenyewe Portuguese ya madaha au mando Portuguese yenyewe. Kwa hiyo utakuta iko kama hivyo, sexta-feira nós vamos embora, capoeira, agora senta na cadeira, eu vou sentar na cadeira, estou muito cansado, vou sentar na capoeira, na cadeira, naenda kukaa kwenye kiti. Kwa hiyo hiyo ni herufi ya ara. Kwa hiyo mfano vile vile ara ina leta nyuma, consonant leta nyuma. Mfano kama hapa branca, nimezitia alama hizi. Kuna branca, problema, primeiro, prego. Ushaona hizi utatamka kama vile kama kawaida ara za juu, ra re ri ro ro. Utakuta branca, hapa na he hapa barranca, utakuta branca, problema, primeiro au prego. Ile ru mbele kama ya vera unaweza kuvuta vile vile primeiro, prego, problema,
branca. Kwa hiyo imetoka sauti ya ra, re, ri, ro, ru. Au hapa utakuta atrás, atra, ra, atra, na hapa kutia alama. Kuna trabalho, hii, kuna trabalho, estrela, estrela. Kwa hiyo wa Brazil watakwambia estrela kwa sababu tumesema matamshi ya sa, wengine wa Rio watakwambia hivi, wa São Paulo watazungumza hivyo. Kwa hiyo wengine wakazungumzia estrela au wengine wakasema estrela, lakini wenyewe wa Portugal watakwambia estrela. Tumezungumza es kesi yake ishapita es. Kwa hiyo hapa utakuta trabalho, trabalho, so trabalho, hakuna he hapo, bana trabalho tare, trabalho. Kwa hiyo ara imetoka katika hapa nyuma, kuna consonant letter, mbele kuna ara yetu ya kawaida tunazungumzia, kwa itatoka ra, re, ri, ro, ro. Atrás, estrela, trabalho. Branca au branquinha, problema, primeiro, prego. Hiyo unaweza kusema kama hivyo. Au kesi nyingine hivi ina ara metia hichi kialama hapa ambayo ina nasal sound, ile sauti ya puani, mfano n. Kwa hiyo hapa h inakuwa ni silent, haitamkwi. Hapo imeandikwa honora. Kwa hiyo unaweza kuitamka on hora, on hora, ho, ara unza he. Kwa hiyo nyuma kuna consonant letter, una nasal sound n, is nasal sound. Au hapo kusema inholar, inholar. Kwa hiyo inholar ara ukaitamka mbele kama tulivyozungumza katika hizi hapa kesi hapa, au kasema inholar ile h mbele ukakita ile ara ukaita kama kh kidogo, inholar au inhoshar, inhoshar au inrevar, inrevar, inhevar, sorry, inhevar. No, nakusudia hii nasal sound. Inhevar, inhevar. Ukazungumza ara au katele h mbele. Kwa hiyo hii ni matamshi yetu ya ara hapa. Kwa hiyo matamshi tumebakisha sehemu ndogo tu kama herufi 2 3. Kwa hiyo tunatumai tutazimalizia hizo ili tupate kuendelea mbele, tuwafike wenzetu wa level ya Kihispania na Kiitaliana tuwe sawa, tuanze kuongea kama wao. Tumepata kuingia matamshi mamkizi, kwa hapa ndio tukaka matamshi. Kwa hiyo natumai siku 2 3 hizi hapa tutamalizia matamshi, tuendelee na darasa lingine. Kwa hiyo hii ni herufi yetu ya ara tunavyoitamka katika Portuguese, Portuguese Europeo, Portuguese Portugal, au Portuguese Brazil. Kwa hiyo tutaingia kuna ala, herufi L ama L tutaisoma pia vile anavyotamka L kama Brazil. Sawa? Hapa ni mwisho wetu wa herufi yetu ara. Kwa hiyo kama tulivyosema awali kwamba tumeomba radhi kwa muda mrefu kusita kutotoa vipindi kutokana na sababu zisizoepukika. Kwa hiyo tumesolve, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tunaendelea mbele na darasa letu kama kawaida. Kwa hiyo tutakuwa hatutosita kama vile labda tokee jingine, Mungu ndo muweza. Lakini hatuombi hivyo. Sawa, asanteni sana. Msisahau ku like na kushare kwa wengine ili wapate habari, maana tumesita muda mrefu. Pia kusubscribe kwa watu wale wapya. Asanteni sana. Muito obrigado. Karibuni tutazungumza Portuguese. Karibuni tutazungumza Portuguese. Tutachati kwa Portuguese. Nipo namba yangu na jina inajulikanwa. Kwa hiyo tukachati kawaida. Muito obrigado. Até já.